In Luke 1:19, kitabu kile cha Luka sura ya kwanza mstari wa 19, Gabriel says, I am Gabriel, I stand in the presence of God. Malaika Gabriel anasema mimi ndiye Gabrieli ninayesimama mbele za Mungu. My brothers and sisters, mabibi na mabwana, that is what keeps me going. Kwa hiyo hivyo inapaswa kuendelea. I want to stand one day in the presence of God. Ningetamani upate kusimama siku moja katika uwepo wa Mungu. I want to be free from heartache. Ningependa kukuona wewe ukiwa umetoka katika maumivu. I want to be free from sorrow. Ningetamani kukuona ukiwa huru kutoka katika majonzi. I want to be free from being weary and being tired. Ningetamani kukuona ukiwa umeondokana na uchovu pamoja na kuteswa. This 79-year-old body now is weary. Kwa sababu mambo hayo yanatatiza, yanakusumbua katika maisha yako. When I enter into the presence of God, ninapoingia katika uwepo wa Mungu, He has promised all of that will be gone. Kwa hiyo yale yote ambayo yananitatiza yanaondoka. And He says that He Himself will wipe away my tears. Na yeye mwenyewe anasema ya kwamba atatufuta machozi yetu katika macho. The second person who was in God's presence, mtu wa pili aliye ndani ya uwepo wa Mungu, the archangel Michael. Ni malaika Mikaeli, malaika mkuu Mikaeli. He is mentioned in the book of Daniel chapter 10. Anatajwa sana katika kitabu cha Danieli sura ile ya 10, verse 13. Mstari ule wa 13. He comes in answer to the prayers of Daniel. Yeye alimujia Danieli ili apate kumjibu maombi yake. And he tells Daniel, do not be afraid. Na akamwambia Danieli, usiogope. Every time someone in the Bible sees an angel, mara nyingi watu wengi waliweza kuwaona malaika kwenye Biblia. They are terrified. Kwa kweli malaika walikuwa wanatisha. It is something so magnificent we have never seen it. Unakutana na hali ambayo hujawahi kukutana nayo. But someday we will have bodies like that also. Lakini sisi pia siku moja tutakuwa na miili kama wao. Gabriel says to, Michael, the angel speaks to Daniel. Sasa Mikaeli anazungumza na Danieli. He says, do not be afraid, God has heard your prayers. Anamwambia ya kwamba usiogope. I came to help you. Mimi nimekujilia ili nipate kukusaidia. But the prince of Persia withstood me 21 days. Lakini yule mkuu wa Uajemi amekuja kunipinga. Michael, one of the chief princes, came to help me. Kwa hiyo Mikaeli alikuja kwa ajili ya kumsaidia. For I had been left alone there with the kings of Persia. Kwa sababu kuna upinzani kutoka kwa yule mkuu wa ule ufalme wa Uajemi. So Gabriel stands in the presence of God. Kwa hiyo Gabrieli alisimama kwenye uwepo wa Mungu. And then Michael has left the presence of God to help another angel. Na malaika mkuu Mikaeli ametoka kwenye uwepo kwa ajili ya kumsaidia Danieli. We go back to the book of Isaiah. Twende moja kwa moja katika kitabu cha Isaya. Chapter 14. Kitabu cha Isaya sura ya 14. And we're going to find out another angel that was in the presence of God. Tunataka mahali pale tuone pia malaika mwingine ambaye yupo katika uwepo wa Mungu. This angel's name was Lucifer. Huyu malaika jina lake anaitwa nyota ya asubuhi au Lucifer.
We are told in the Bible he was the most beautiful angel of them all. Tumesoma katika maandiko ya kwamba yeye alikuwa malaika mzuri kuliko malaika wote. But in Isaiah 14 verse 12, Kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 12, talking about Lucifer, inamzungumzia huyo Lucifer, kwa maana ya yule anaitwa nyota ya asubuhi, how you have fallen from heaven, ambaye yeye alianguka kutoka kule mbinguni. O Lucifer, son of the morning, ambaye yeye ni nyota ya asubuhi. How you were cut down to the ground, you who weaken the nations, wewe unayeutesa ulimwengu mataifa. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. Kwa sababu uliinua moyo wako na kusema ya kwamba utafika juu sana huko mbinguni. I will exalt my throne unto the stars of God. Kwamba nitakaa katika kiti cha yeye Lucifer anasema nitakaa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. I will also sit on the mount of the congregation. Na nitaketi juu ya milima ya kusanyiko. 3 angels, my brothers and sisters. Kwa hiyo malaika watatu, dada yangu na kaka yangu. Gabriel, who stands in the presence of God. Malaika Gabrieli anayesimama katika uwepo wa Mungu. Michael, who is in the presence of God but leaves to help. Malaika Mikaeli ambaye amekaa katika uwepo wa Mungu na kisha anaondoka kwenda kumsaidia Danieli. And Lucifer, who fell from the presence of God. Huyu Lucifer ambaye yeye alianguka kutoka katika uwepo wa Mungu. How could someone be in the presence of God and not be content? Hivi ni jinsi gani mtu anaweza akawa katika uwepo wa Mungu na asijaribiwe? The greatest angel of all. Malaika mkuu kuliko wote. But he had pride. Lakini yeye alikuwa na kiburi. He wanted to be higher than God. Alitamani awe juu zaidi ya Mungu. Lucifer is now the demon Satan. Sasa huyu Lucifer sasa ni mapepo ya Ibilisi. Let me remind you of 2 things. Wacha nikukumbushe kwa mambo mawili. God is a creator. Mungu ni muumbaji wetu. Satan is an imitator. Lakini huyu shetani yeye ni mvamizi tu. I come up to you and speak the word of God. Nimekuja kwako kuzungumza maneno ya Mungu. There are false preachers in the world who will speak their own words. Come on. They will speak their own words. The false teachers. Kuna wale walimu wa uongo wanaweza wakazungumza maneno ya upotofu. They may dress the same. Wanaweza wakavaa kwa kufanana. They use the same Bible. Na vile vile Biblia ile ile. They speak in churches that look like this. Wanazungumza kwenye makanisa kama haya. But there are differences. Lakini kwa kweli wao wana udanganyifu. They have come to lead you off of the path. Wapo kwa ajili ya kukuondoa katika njia yenye unyoofu. Away from God's presence. Ile njia inayokuelekeza katika uwepo wa Mungu. All I want to do is to stand in God's presence. Mimi kila ambacho ninataka kufanya ni kukaa katika uwepo wa Mungu. If I cannot do that, I will be satisfied to sit in God's presence. Ninaweza kukaa kabisa na nikatulia katika uwepo wa Mungu. If I cannot do that, I will be satisfied to kneel in God's presence. Basi nisipofanya hivyo mimi nitapiga magoti katika uwepo wa Mungu namna hii. If not that, I will be satisfied to just lay in God's presence. Hata hivyo nitaendelea kuridhika kuwepo, pengine kulala kabisa katika uwepo wa Mungu. All I want, kile ninachotaka, is to be in God's presence. Ni kuwa katika uwepo wa Mungu. When you're 79, jamani, seme hata amina jamani. Tumtie moyo. Amen. Amen.
All that is promised to us to be in God's presence, I want. Chochote ambacho kimeahidiwa kwa ajili ya kuwa uweponi mwa Bwana ninakihitaji. I don't care if nobody knows me when I get to heaven. Mimi sijali mtu yeyote anayeweza kuniambia wewe hautafika mbinguni. I just want to be in His presence. Mimi ningetamani kuwa uweponi. I want to feel His glory give me warmth. Ninataka kwamba nijawe na utukufu wake. I want to feel His love when His eyes look at me. Ninataka kujazwa na upendo wake wakati wote. I want to feel His power when He speaks my name. Ninatamani nijazwe na ile nguvu yake inayotokana na jina lake. God has a new name for you. Mungu analo jina jipya kwa ajili yako. Years ago, I was in the country of Liberia. Miaka iliyopita nilikuwa katika nchi ya Liberia. And they brought in a woman from the bush. Waliniletea mwanamke kutoka kule msituni au porini. She began to sing a song in her tribal language. Alianza kuimba wimbo kwa kabila lao. Akaanza kuimba wimbo kwa kabila lao. I could not understand the words. Mimi kwa kweli sikujua maneno yaliyokuwa kwenye huo wimbo. But I felt something. Lakini kwa kweli nilihisi kitu fulani. I watched bishops and pastors fall to their knees. Kwa hiyo nikawaomba wale wachungaji waweze kunitambulisha. I watched them cry. Nilianza kulia. They threw up their hands. Waliinua mikono namna hii. Because of this woman's song. Kwa sababu tu ya ule wimbo wa yule mwanamke. I began to praise God because of the Holy Spirit I felt was so strong. Hapo ndipo nilipoanza kumsifu Mungu, na wakati huo wimbo ukiendelea. People came up and dropped money at her feet. Watu wakatokea kule wakaja na the man, I said, what was she singing? Pale nikawa nimemuuliza mwanaume mmoja, hivi anaimba kitu gani? He told me. Akaniambia. Her song was, wimbo wake ulikuwa, God has a new name for you. Mungu analo jina kwa ajili yako. God has a new name for you. Mungu analo jina jipya kwa ajili yako. Haleluya. But lakini, have you ever noticed in the Bible? Hivi unaelewa kupitia Biblia? It talks about people's names can be blotted out of the book of life. Biblia inazungumza habari ya majina ya watu yatakayoondolewa katika kitabu cha uzima. The names are already in the book. Majina ya watu katika kitabu, but they could be taken out. Yataondolewa mle kwenye kitabu cha uzima. In the same way that Lucifer was taken out of heaven. Ni mfano ule wa Lucifer alivyoondolewa kule mbinguni. How powerful is the words of a false teacher. Ni nguvu iliyoje kwa walimu wenye mafundisho potofu. They're powerful enough that Satan was able to bring 1/3 of the angels from heaven to come with him. Shetani ana nguvu fulani kakuweza kuwachukua malaika, kundi la malaika kutoka mbinguni. 1/3 of God's angels were deceived by the smooth words of Satan. Ni theluthi moja ya malaika ambao waliweza kushawishiwa na Shetani. We had a cult in the U.S. about 30 years ago. What? A cult. C-U-L-T. Okay, a cult. Tulikuwa na imani fulani kule kwetu Marekani miaka iliyopita. This man commanded his people to give him all their property. Hiyo imani ilikuwa inawahamasisha watu kutoa mali zao, yani kumpa
mtu fulani mali zao zote. They gave him all their money. Kwa hiyo watu wakawa wamekabidhi kwa huyo mtu mali zao zote, kwa maana ya fedha. They believed that he was Jesus Christ. Wao wakiamini kwamba yeye ndiye Kristo. People, if you are empty inside, unajua mtu anapokuwa hana chochote ndani yake, you are looking for something to fill that. Kwa hiyo utakuwa na matarajio ya kupata chochote ili upate kujitajirisha. Your answers are in the Bible. Sasa majawabu yako ni kuisoma Biblia. But this man deceived the people. Kwamba shetani yupo kwa ajili ya kuwadanganya watu. The U.S. government began to be aware of him. Serikali ya Marekani ikawa imeanza kufuatilia jambo hilo. He took his people and they went to South America. Kwa hiyo akawachukua wale watu wake na akaongozana nao kule kwenda kwenye masuala ya muujiza. It got so bad, some wrote back to the government, says, please come and help us. Hatimaye watu wakawa wameondoka na kwenda kuieleza serikali iingilie kati. They sent members from Congress to go investigate. Kwa hiyo wakawa wamehitajika baadhi ya watu waondoke waende kufanya uchunguzi jambo hilo. Members slipped the congressman note saying, help us, take us away. Kwa hiyo wale baadhi ya washirika wakawa wameomba serikali wasaidie ili waweze kuondokana na huo upotofu. The congressman said, anyone who wants to leave, come to our airplane tomorrow. We will take you home. Yeyote ambaye yuko tayari anaweza kutufuata siku ya kesho ili tuondoke mahali hapa. And the next day, the congressman and several people went to the airplane. Na siku iliyofuata lile kusanyiko kwa maana ya washirika wale wakawa wameondoka. This false teacher had them killed. They shot them with machine guns. Yule nabii wa uongo sasa akaanza kuwatisha kwa maneno ni kama ananena kwa lugha. He knew the government would come after him. Akiwa anajua kabisa kwamba serikali itaingilia kati na kwa hiyo atapata shida. He gave every member of his congregation juice to drink. Aliwapatia wale washirika wake pale kanisani, akawapatia kinywaji. It had poison in it. Kile kinywaji kilikuwa na sumu ndani yake. He murdered every person in his congregation. Aliua watu wengi sana katika hilo kusanyiko lake. Because he was a false teacher. Kwa sababu yeye alikuwa ni mwalimu wa uongo. I have heard false teachers in different countries speaking things. Nimesikia watu wengi sana ambao ni manabii wa uongo maeneo mbalimbali wakiwa wanazungumza maneno ya uongo. I told Bishop yesterday. Nilizungumza au nimwambia askofu jana. I spoke at a church in West Africa. Nimezungumza katika kanisa la Afrika Magharibi. And I taught 3 things. Na nilifundisha mambo matatu. To be saved you must repent. Ili upate kuokolewa ni lazima utubu. After you repent you must be baptized in the water. Na ukiisha kutubu basi uweze kubatizwa kwa maji. After you are baptized, God will fill you with the Holy Spirit. Ukisha kubatizwa basi Mungu atakujaza Roho Mtakatifu. And I told Bishop after I spoke this message. Na nilimwambia askofu nilipokuwa nikizungumza ujumbe huo. The pastor stood up. Mchungaji The pastor stood up and talked to the people. Mchungaji akawa amesimama akawaeleza wale watu. And he said, we have never heard this before. Anawaambia kwamba kwa kweli hatujawahi kusikia mambo haya kabla. What kind of a church has never heard repentance, baptism, and Holy Spirit? Jamani, hivi ni kanisa la namna gani halijawahi kusikia fundisho la toba? I could not believe what I was heard. Jamani, mimi sikuweza kuamini kabisa. But I've heard many false messages. Lakini niliwahi kusikia
kusikia jumbe potofu mara nyingi. The Bible says that when the apostles came to teach him in Berea, the Bereans would search the scriptures to see if it was true. Maandiko yanasema kwamba Paulo wakati alipokuwa akihudumu pale Beroya, watu wa Beroya walikuwa wanayachunguza maandiko. When you hear something taught that you're not sure of, look in the Bible. Unaposikia ujumbe ambao unaona una wasiwasi nao, unaingia kwenye maandiko. I do not come talking about denominations. Mimi siko hapa kwa ajili ya kuzungumza dhehebu. I do not come talking about dress codes. Mimi sipo kwa ajili ya kuzungumza namna ya uvaaji mavazi. I do not come talking about what you should eat or what you should drink. Mimi siko hapa kuzungumza ni nini ule na kitu gani usile. My whole ministry is based upon one small scripture. Huduma iliyo takatifu imekitwa katika andiko hili. Hosea 4:6. Hosea. Kitabu kile cha Hosea sura ile ya 4 mstari wa 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. The people who follow false teachers don't have the knowledge. Watu walioanguka katika mafundisho potofu hawana ufahamu. So how do you get into God's presence? Sasa ni jinsi gani unaweza kuingia uweponi mwa Mungu? I'm glad you asked. Come on. I'm glad they asked. Sasa ninataka nikuulize. Obviously you did not ask, but I need to say that so I can go on. Ninataka tu kwamba nijaribu kuuliza alafu niendelee. In John chapter 3, katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 3, we find out how to get to heaven. Tunaona jinsi ya kuingia mbinguni. This is not what I believe. Hii ni kwa namna ambapo ukiamini. This is not what others say. Hii sio kwa namna ninavyoweza kusema. This is what Jesus Christ himself said. Hii ni kwa namna ambayo Yesu mwenyewe anapookoa. I love the book of Acts also. Nimesoma kitabu cha Matendo ya Mitume pia. It tells you how the church was born and how it began. Inazungumza jinsi gani kanisa linaweza kuzaliwa. But you can read this now to them. Okay. John chapter 3 verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kitabu cha Yohana sura ile ya 3. Yohana sura ya 3. Read mstari. Okay. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema up to which verse? Up to which? Go to 8. 1 to 8. 1 up to? All 1 to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Biblia inasema basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, wajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja nao. Mstari wa 3, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mstari wa 6, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Mstari wa 7, usistaajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili.
mstari wa 8, upepo huvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui. Kadhalika na hali ya mtu aliyezaliwa kwa Roho. Mstari wa 9, Nikodemu akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Verse 10. Now it's enough. You've heard the story. Umeisikia habari. Now everyone who heard these words wewe unayesikia neno hili kila asubuhi knows how to enter into God's presence. Ufahamu namna ya kuingia uweponi mwa Mungu. If you listen to what Jesus said, kama umesikiliza vizuri Yesu alivyosema, you know how to get your ticket into heaven. Kwamba pengine utakuwa tayari umefahamu kupata jinsi ya kupata tiketi yako ya kwenda mbinguni. You have car parks here in this country. Mna imani mbalimbali hapa kwenye nchi yenu Tanzania. And you have buses, many buses. Na mna magari pia mengi sana. And you hear the boys shouting out, Wazaba, Nairobi, na mnasikia mtu mmoja anapiga kelele akisema Mwanza wapi, Nairobi. Imagine we are in a bus stop now waiting for our bus. Hebu sasa ujaribu kuchukua mfano huo kwamba uko pale kwa ajili ya kusubiri kwa ajili ya kusubiri basi ili upate kusafiri. But all the buses are going that way. Mabasi yanakuwa yanaondoka tu. The Bible says the road to destruction is wide and many people are on it. Biblia inasema ile njia ya kuelekea upotevuni ni pana sana. But we as the body of Christ are waiting for the bus to take us that way. Lakini sisi kama mwili wa Kristo tunapotaka kwenda kwenye gari pale ili tupate kusafiri, those buses do not come by very often. Hayo mabasi wakati mwingine hayaji mara kwa mara. There are not enough passengers. Kwa sababu inawezekana pia kwamba hakuna wale abiria wa kutosha. When we leave here today, I want you to look around when you're going. Ningetamani kwamba tutakapoondoka mahali hapa, hebu jaribu kutazama huku na kule, uangalie sasa. Most of the people you know, most of the people you see are going to hell. Watu walio wengi unaowaona wanaelekea jehanamu. I've heard people ask, why would a good God send people to hell? Na wewe unakaa tu hivi ukiwaona watu wanaendelea kwenda jehanamu. Let me tell you this. Wacha nikueleze kwamba God does not send people to hell. Mungu hapendezi kuona watu wanaenda jehanamu. They send themselves. Wao wametenda dhambi because of unbelief, kwa sababu ya kutokuamini kwao, because of stubbornness, kwa sababu ya ukaidi wao, because of stiff neck, kwa sababu ya ule uziwi wao, yani kutokusikia, because of a hard heart, kwa sababu ya mioyo yao migumu. In 1978, miaka ya the year 1978, miaka ya 1980, 1978, mwaka 78, kwa maana 1978, I was 31 years old. Nilikuwa na mwaka mmoja tu. I sat in the back of a church I had never been in before. Nilikuwa nikikaa nyuma huko kanisani. And the pastor said, I have a message today I have prepared. Mchungaji akaniambia kwamba ninao ujumbe kwa ajili yako siku ya leo. But he said, God has spoken to me. Na nikaona kama Mungu anazungumza na mimi. He said, I'm setting the message aside.
nikasema na uweka ujumbe huu pembeni, because someone here needs to hear God's message. Kwa sababu kwamba na uchukua huo ujumbe kwa sababu yupo mtu ambaye pia anahitaji ujumbe ule ule. And he began to talk about me. Hapo kanisani akaanza kuzungumza kwa habari yangu. I was confused. Kwa kweli nilichanganyikiwa. The man did not know me. Huyu mchungaji wala hata hakunifahamu. I had never met him. Wala sikuwahi kukutana naye hapo kabla. He said you were arrogant. You always thought you were smarter than everybody else. Come on. He said you were arrogant. You thought you were more intelligent than others. Akaniambia wewe unaonekana una akili sana kuliko mtu mwingine. You were selfish. Selfish. You think only of unajifikiria mwenyewe. Ndani ya mwili wake. Those of you who have received the Holy Spirit, you remember when you felt something in your heart. Wala ambao pengine mmewahi kumpokea Roho Mtakatifu, utakubaliana na mimi jinsi unavyoweza kuhisi. Do not ignore that. When God touches your heart, He's talking to you. Tafadhali usipuuze Mungu anapogusa moyo wako, ujue ni wewe. When He finished His message, anapokuwa anatuma ujumbe wake, He said if you felt the message, come down to the altar. Anasema ya kwamba ujumbe wake ni lazima autimilize. I ran from the back of the church and I was the first one here. Kwa hiyo nilikimbia kutoka huko nyuma na nikakimbia madhabahuni. I did not understand what was happening. Sikujua kile kinaendelea. But I knew I had never felt like this before. Lakini kile nilichojua ni kwamba kwa kweli sijawahi kuona jambo hili hapo kabla. I knelt down and raised up my hand. Kwa hiyo nilipiga magoti yangu na nikainua mikono. And I began to praise God. Nikaanza kumtukuza Mungu. And the sisters of the church gathered around me. Na wale wahudumu wa pale kanisani wakaja wakakusanyika kwangu pale. This is the way they did it back in the old days. Hivyo ndivyo wanavyofanya kila wakati. Many churches are different today. Sasa makanisa mengi kwa sasa yana tofauti kidogo. I'm just telling you how it happened to me. Ninakueleza jinsi ilivyotokea kwangu. And I began to pray and pray and pray. Nilianza kuomba na kuomba na kuomba. And I heard the sisters whispering in my ears. Nilianza kuwaona wale wahudumu wakiwa wananong'oneza masikioni. Help him, Lord. Save him, Lord. Wakiniambia wakisema ya kwamba niokoe. Lord, help him, forgive him, save him. Msamehe lakini muokoe. And then I heard a new voice. Na baadaye nikasikia sauti mpya. My voice was praising God. Sasa sauti yangu ilikuwa ikimtukuza Mungu. The sisters' voices were begging him to help me. Lakini hizi sauti za wahudumu zilikuwepo kwa ajili ya kunisaidia. And this new voice spoke to me. Lakini kuna sauti iliyozungumza nami. And it said, ilisema, you will never receive the Holy Spirit. Hautapokea Roho Mtakatifu. My arms were burning. Sasa mikono yangu tayari ikaanza kuishiwa nguvu. A voice tried to get me to stop. Unajua sauti hiyo ilijaribu kunikatisha tamaa. But within my spirit something happened. Lakini ndani ya moyo wangu kuna kitu kilikuwa kikiendelea. I got angry. Kwa kweli nilikasirika kidogo. And within my spirit I said to myself, nikajisemea mwenyewe, I will not leave this altar until I get what I want. Sitaondoka katika madhabahu hii hadi pale nitakapopokea kile ninachohitaji. The Holy Spirit fell upon me. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akashuka juu yangu. Words came out of my mouth I did not recognize. Kwa hiyo kukawa na hali ambayo hata sikuweza kujitambua sasa. The sisters began to rejoice. Kwa hiyo wale wahudumu pale wakaanza kufurahi.
And then in my mind, I remembered the worst sin I had ever committed. Sasa ndani ya ufahamu wangu nikaanza kukumbuka dhambi niliyowahi kuitenda. I had buried it for many years, way down deep in my heart. Kwa hiyo hapo nikawa nimeshuka, nimeingia ndani ya moyo wangu na nikashuka. And the last words I spoke to God. Kwa hiyo kile kilichobaki kwangu ni kuzungumza na Mungu. I am so sorry. Kwamba Yesu nisamehe. When it was over, yalipopita hayo, I stood up and turned around. Nikasimama na nikageuka. And I looked at the church. Nikalitazama kanisa. The sister said, "What's wrong?" Wale wahudumu pale wakauliza, hivi kuna kitu gani hasa? I said, "The church looks different." Niliona kama kanisa liko tofauti. I said, "The floor is a different color." Niliona pale ile sakafu ina rangi nyingine. I said, "The walls are different." Lakini pia niliona ukuta uko tofauti. The sisters laughed. Sasa hawa wahudumu pale wakawa wanacheka. They said, "Young man, the church has not changed." Wakasema ya kwamba wewe kijana, jamani, kanisa wala halijabadilika. They said, "You have changed." Wakasema wewe ndio umebadilika. I was seeing the building through new eyes. Kwa hiyo niliona lile jengo kwa maisha mapya. This is something that's difficult to believe until God has done something in your life. Kwa hiyo jambo hilo haliwezekani ni hadi pale Mungu anafanya kitu cha tofauti maishani mwako. God has protected me from death many times. Mungu anaweza, come on. God has protected me from death. Mungu ameniepusha na kifo mara kadhaa. Prophecies were made over me when I was a boy. Kuna tabiri mbalimbali zilitolewa wakati nilipokuwa kijana. My mother thought they were a mistake. My mother did not believe them. She thought they were mistaken. They spoke prophecies about what I would do for God. My mother thought that there was a mistake. Okay. It could not be correct. So, asante. So, anasema hivi kwamba alipokuwa ukitolewa unabii na watu juu ya maisha yake, unabii ule mama yake hakuweza kuamini. I was the oldest of 4 boys. Kwa hiyo nilikuwa mimi ni mkubwa katika familia ya watoto 4. And my mother said the eldest is always in trouble. Unajua, anasema mama akawa anaongea maneno haya kwa, unajua mtoto mkubwa mara nyingi huwa analeta shida katika familia. She said it must be for one of my other 3 boys. They are good boys. They are never in trouble. Kwa hiyo mara nyingi alikuwa akiwatia moyo wale wadogo zake kwamba wao ndio watoto wazuri zaidi. But God chose me because He knew I had something inside me He could use. Lakini Mungu alinionyesha ya kwamba kuna kitu ndani yangu ambacho atakitumia baadaye. When I was 18 months old, nilipokuwa na umri wa miaka 8, my mother got in, miaka 18, my mother argued with my father. Mama aliweza kupishana na walipishana kauli na baba. She picked me up and took me to the car. Akawa amenibeba namna hii. And she's backing up. She's in reverse. She's backing the car. Kwa hiyo akawa anarudi pale kwenye gari. And I fell out of the car. Na nikawa nimedondoka. Nimeangukia kwenye gari. The door was not closed properly. Sasa ule mlango ulikuwa haujafungwa sawa sawa. And my mother ran over me with the car. Kwa hiyo mama akawa amenikimbilia hapo. A year and a half old. I was this big. Nilikuwa kidogo mkubwa. They took me to the hospital. Kwa hiyo wakawa wamenipeleka hospitali. They said there is nothing we can do. This baby will be dead tomorrow. Wakasema kwa kweli hakuna chochote
kitakachoweza kumsaidia huyu mtoto, maana huenda akafa kesho. There are many other instances where I escaped death. Kwa hiyo kuna mazingira ya aina mbalimbali ambayo kwa kweli yaliniepusha na niliepuka kifo. I fought in a war in the country of Vietnam. Kuna wakati niliweza kuanguka kwenye ukuta eneo la sehemu fulani nilipokuwa nimeenda. God has always protected me. Kwa hiyo Mungu alikuwa akinilinda wakati wote. He took that angry spirit and showed me how to control it. Aliweza kuondoa ile roho ya uchungu na akanifundisha jinsi ya kujidhibiti mwenyewe. And we see now in John chapter 3, he's telling the Pharisee how to get into heaven. Tumeona katika kitabu cha Yohana sura ya 3 akimweleza yule Farisayo jinsi ya kuingia mbinguni. The Pharisees thought they were better than everybody else. Unajua Mafarisayo walikuwa ni watu wanaojiona ni wazuri kuliko watu wengine. They hated Jesus because they were jealous of him. Waliweza kumwangamiza Yesu kwa sababu ya ule wivu waliokuwa nao. I am not jealous of any man of God. Mimi sina wivu na mtumishi yoyote wa Mungu. I am the least of all bishops. I am the least of all pastors. I am the least of all preachers. Mimi ni rafiki kwa wahubiri wote, kwa wachungaji na kwa maaskofu. Some churches in America will not allow guest preachers. Unajua baadhi ya makanisa kule kwetu Marekani wasingeweza kumruhusu mhubiri ambaye ni mgeni asimame. They think the guest preacher might be better than the regular preacher. Wanasema ya kwamba pengine huyu mgeni anaweza akafundisha zaidi ya wenyeji. There is no place for that in God's house. Jamani, hakuna kitu ambacho ni zaidi ya Mungu. If another man comes in after me and speaks to you and you all get saved and you fall and you cry, I say hallelujah. Hata kama akija mtu ambaye ni mgeni akahubiri na nini, watu wakapiga makelele na nini, nitasema haleluya. All I want is for many people to go into heaven. Mimi ninachotamani ni kuona watu wanaelekea mbinguni. The Bible says showing people the way covers a multitude of sins. Come on. Showing people the way covers a multitude of sins. Covers a lot of sins. Biblia inasema ya kwamba waoneshe watu njia ya maovu yao ili waweze kutubu. I have many sins to be covered. Mimi nilikuwa na maovu mengi ambayo yangefunikwa. Have you ever been in a court of law? Hivi umewahi kufika mahakamani? Come down here. Umewahi kufika mahakamani? So. Come on.